Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Machi 19 na tunaendelea na mfululizo wa masomo ya kujifunza Biblia. Hili ni somo la 11. Hii ni siku ya Jumanne na usomaji wa Biblia kwa mpango ni Yeremia 51. Somo la leo linasema, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Soma Zaburi ya 15. Ni watu gani wanastahili kuabudu mbele za Mungu? Jibu linalotolewa katika Zaburi hii ni muhtasari wa matakwa ambayo tayari yametolewa katika sheria ya Mungu na manabii, wale ambao matendo yao hutenda haki na tabia moyoni mwake. Tazama, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 ya 5 na Mika sura ya 6 ya 6 hadi ya 8. Inamwakisi Mungu. Patakatifu palikuwa mahali takatifu na kila kitu ndani yake pamoja na makuhani kiliwekwa wakfu. Hivyo, utaratibu ni takwa la lazima kwa ajili ya kuingia katika uwepo wa Mungu. Utakatifu wa Israeli ulipaswa kuwa na kina, ukiunganisha ibada na maadili na kutekelezwa katika nyanja zote za maisha. Sheria ilitolewa kwa watu wa Mungu ili kuwawezesha kutimiza uwezo wao mkuu, yaani kuishi kama ufalme wa makuhani. Ukuhani wa kifalme unajumuisha maisha ya utakatifu katika kuwepo kwa Mungu na kuleta baraka za agano kwa mataifa wengine. Soma Zaburi ya 24 aya 3 hadi ya 6 na Zaburi ya 101 aya ya 1 hadi ya 3. Inamaanisha nini kuwa mtakatifu? Moyo mkamilifu ndio sifa kuu zaidi ya anayeabudu mbele za Mungu. Neno la Kiebrania tamim, yaani kamilifu, linatoa wazo la ukamilifu au utulivu. Mzabibu mkamilifu ni mzima, haujaharibika na una afya. Ezekieli sura ya 15 aya 5. Wanyama waliotolewa kama dhabihu walipaswa kuwa tamim, yaani wakamilifu au timilifu na wasio na dosari. Mambo ya Walawi sura ya 22 ya 21 hadi 24. Usemi mkamilifu ni wa kweli kabisa. Ayubu 36 ya 4. Moyo mkamilifu, kwa hiyo ni moyo safi. Zaburi ya 24 aya 4. Au moyo ukamilifu, Zaburi ya 15 aya 2. Unamtafuta Mungu, Zaburi ya 24 aya 6, na unarejeshwa na msamaha wa Mungu, Zaburi 51 aya 2 hadi ya 10. Maisha yasiyo na lawama yanatokana na utambuzi wa neema ya Mungu na haki yake. Neema ya kiungu inawatia moyo na kuwawezesha watumishi wa Mungu kuishi kwa kumcha Bwana, inayomaanisha kuishi katika ushirika usiozuiliwa pamoja na Mungu na kujisalimisha kwa neno lake. Ushuhuda wa maisha ya kujitoa na ya uchaji Mungu unaleta sifa kwa Mungu na si kwa nafsi ya mtu mwenyewe. Ona kwamba matakwa mengi katika Zaburi ya 15 yametolewa kwa maneno hasi. Zaburi sura ya 15 aya 3 hadi ya 5. Hili halihusu kupata fadhila za Mungu, bali kuhusu kuepuka mambo yanayoweza kututenganisha na Mungu. Tunawezaje kufanya maamuzi ya makusudi ili kuepuka mambo yanayotusukuma mbali na Mungu? Ni yapi baadhi ya mambo hayo na tunawezaje kuepuka kuyafanya? Huu ndio mwisho wa tafakari ya somo la mwongozo wa kujifunza Biblia siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nawe katika jina la Yesu. Amina.